Yes, bana mambo vipi? Inakuaje bana? Karibu tena kwenye recap na Mando. Mimi naitwa Mando na nyuma kamera ni mwanangu anaitwa Samir. So tuko kwenye recap kwa ajili ya stories zetu za kiburudani. Niliona notification kutoka kwa D-Voice. Hiyo notification ilikuja ina wimbo unaitwa Mbwa. Na mashoka zako. Kiukweli, mimi siongee kwa ubaya, my brothers. Siongee kwa ubaya. Na kwa sababu D-Voice ndio mwaka wake wa kwanza. Kweli mwaka wake wa kwanza na progress tunaziona. Na mimi niliwaambia kumbadilisha msanii kutoka kwenye kuimba singeli kumleta kuimba kwenye bongo flavor inahitaji muda. Sio jambo ambalo litalipa kwa wakati, kwa haraka. Simtetei D-Voice wala siwatetei WCB. Huo ndio ukweli. Sio jambo ambalo litabadilika haraka. Of course, mimi naelewa struggle ni ya kukuchange kutoka kuimba singeli kuja kwenye bongo flavor. Lakini be careful kwa sababu aina ya nyimbo zako, aina ya melody zimeanza kuwa the same. Yaani tumeanza kumzoea D-Voice kwenye sehemu moja. Ukiwa msanii lazima uweze kwenda na kasi ya soko linataka nini. Uweze kwenda na soko linataka nini kwa wakati gani. Nasema kwa sababu hata ukiangalia progress ya D au ya D-Voice unaiona progress iko too slow. Ni kitu ambacho tulitarajia. Lazima tupate soundi, tupate ladha ya kimuziki ya tofauti. Tupate kitu kingine kipya kutoka kwa D-Voice. Vitu vingine tutakuwa tunawalaumu wasanii. Tunamlaumu Diamond labda. Watu wanasema D-Voice ni biashara. Mimi nilikataa hiki. Na nitaendelea kukikataa. Na hata juzi wakati nafanya interview na Harmonize, alisema kabisa katika wasanii ambao atawaona mbali watafanya vizuri, alikomesha D-Voice ulikuwepo. Inawezekana ukaona usimamizi mzuri, lakini uandishi wako, timing ya ngoma zako ni kitu ambacho kinamata sana my brother. Upo kwenye lebo ambayo una uwezo wa kukuwekezea. Yaani upo kwenye lebo ambayo leo hii tungekuwa tunazungumza story nyingine kuhusu D-Voice. Sasa linakuja swala wewe kwenye uandishi wako, kwenye aina ya melody ambazo unachagua, ni vitu ambavyo vinamata sana. Ni vitu ambavyo vya msingi sana ili ngoma yako iweze kufanya vizuri. Of course lazima tuone progress kwa D-Voice. Hiyo hatuwezi kulipinga my brother. Progress ni muhimu ya kimuziki. Yaani tunaona kabisa baada ya miaka kadhaa kweli atafika mbali. Tusio tunawalaumu tu management, uandishi wa msanii ukoje? Nafasi leo pewe unaitumiaje? Watakuja wasanii wengine wamesainiwa tayari. Watakuja kukuacha hapo my brother kama ulivyosimama. Huwezi kumlaumu Diamond kwenye hiki. Uandishi wa msanii. Mimi najua wasanii mna ngoma nyingi sana. Lakini nyinyi huaga mnataka mtoe ngoma ambazo mnaona hazina umuhimu, zile kubwa mnaziacha. Kumbe mnashindwa kuendana na upepo muziki unataka nini kwa wakati gani. Mimi siyasema ngoma yako ni mbaya. Hii melody ya kawaida my brother. Yaani lazima tuzungumze. Boss umetoa ngoma kali ambazo leo tukizungumza kama Zoba. Bro, Zoba hata ukipiga wapi? Ponge moja la dude mwanangu. Kimasomaso kwenye wivu mukome. Hata ufanye nini? Yaani huwezi kuongea mara mbili. Wimbo kama Zoba huwezi kuzungumza mara mbili. Ni wimbo mkubwa sana. Na mimi naweza nikasema baada ya kutoa Zoba hakuna wimbo mwingine D-Voice katoa mkali kama Zoba. Kama penzi taaluma basi ana degree. D-Voice fanya muziki my brother. Sisi tunakwambia kama vijana wenzio tunakupenda. Nina uhakika kabisa nafasi unayoipata sasa hivi WCB, wakija hawa wasanii wapi ambao wamesainiwa WCB, maana yake ni kwamba attention yote itahamia kwao. Hiki lazima tukwambie, huwezi kuambia wapo WCB. Mind you, wasanii wanaletwa wawili. Wasanii wawili. Vuta picha tu. Maana yake ni kwamba hao wasanii wakiletwa WCB attention yote inatoka kwa D-Voice. Sasa hivi D-Voice wewe attention yote iko kwako kwa sababu wewe ndo last born. Attention yote kwako sasa hivi. Wewe ni last born.
So wasanii hawa wakiletwa wapya WCB, maana yake ni kwamba attention yote ya mashabiki wa WCB, attention yote ya Diamond inahama kwako, inahamia kwa hawa wasanii wapya. Wewe umejiandaaje hicho my brother? Ukimwangalia msanii ambaye alikuwepo WCB before ya wewe alikuwa ni Zuchu. Wewe unaenda WCB, Zuchu ni mkubwa sana. Yaani ni mkubwa mno. Kabla ya Zuchu alikuwepo Mbosso ndo alitambulishwa. Zuchu anaenda WCB tayari Mbosso amejishika. Mbosso tayari ana mizizi yake. Mbosso amejikamata. Yaani Mbosso kasimama yani. Popote show anapiga ya kwake peke yake. So Zuchu anakuja kutambulishwa tayari Mbosso amesimama kama msanii imara. Umeshanielewa? Wewe unakuja kutambulishwa WCB tayari Zuchu kasimama kama msanii imara. So wanakuja hao vijana wenzio. Mimi nakupa alarm tu. Hii nakupa alarm, umejiandaaje kuja kupambana nao? Kwa sababu unajua attention haitakuwa kwa Dvoice tena kama unavyopewa attention sasa hivi. Maana yake ni kwamba wasanii wakisainiwa kitambulishwa WCB, Diamond na lebo yake yote watahamishia nguvu kwao kwa ajili ya kuwafanyia promo, kuwafanyia mashows, kuwatafutia mashabiki wapya, uandaaji wa nyimbo na vitu vingine. Maana yake ni kwamba ndugu yangu Dvoice, unabaki umesimama wewe, unajipambania wewe. Sasa hawa wakija wapi, umejiandaa vipi? Kwa sababu wakati hawa wanakuja kutambulishwa WCB, Dvoice bado hujasimama strong. Hiyo lazima tuongee ukweli. Bado hujasimama kabisa kama msanii tegemezi kwamba hata boss akitoa attention kwangu, nina uwezo wa kusimama, nina uwezo wa kwenda kufanya show popote. Hapa Dar es Salaam, hapa Dvoice ulipige show, lazima Diamond atie nguvu yake, Diamond yawepo, lazima nani yawepo, wasanii wa WCB wawepo. Lakini ukiangalia Zuchu ni msanii ambaye kabla ya wewe kutambulishwa alikuwa na uwezo wa kufanya show Dar es Salaam. Even Mbosso kabla ya Zuchu kutambulishwa alikuwa na uwezo wa Mbosso kufanya show Dar es Salaam. Hivyo ni vitu ambavyo WCB hawawezi kukwambia. Sisi lazima tukwambie. Ndio maana nimekwambia hii ni alarm kwako. Kama hawa wakati wanatambulishwa wamesimama, je, hawa wapi wakija kutambulishwa wewe umesimama? Vitu vingine sio kazi ya Diamond. Msanii unajipambania vipi? Hiyo lazima uijue. Lebo uliopo ni kubwa mno. Lazima utambue hicho. Na hatukwambii kwamba yaanze kusumbua WCB. Tunakwambia ujaribu kuboresha uandishi wako, utafute collab ambazo zitakupigia step. Kwa mfano collab ya Zuchu, collab ya Mbosso, collab ya Diamond, of course zilikupiga step, zilikupush. So maana yake ni kwamba hata kama unaachia wimbo kiwa mwenyewe, make sure tunasimama kwenye standard ambayo tumeiset. Wimbo wa Zoba ule, ile ni standard unatakiwa kwenda nayo. Ile ni standard ambayo unatakiwa uende nayo wimbo wa Zoba. Nazungumzia wimbo ambao ulikuwa uko umeimba mwenyewe. Sizungumzii collab. Kama penzi taaluma, basi ana degree. Kabla wewe kutambulishwa, Zuchu alikuwa kasha simama. Je, kabla hawa wawili kutambulishwa, wewe umesimama? Hilo ni swali jiulize. Kwa nini hujasimama? Na wote mmepita kwenye lebo moja. Na uwekezaji wote umefanywa na Diamond. Tafasiri yake nini my brother? Wewe lazima ujiangalie. Wapi umekwama, wapi umefeli, wapi pa kuboresha. Watakuja madogo, watakuja kupewa attention. Halafu wewe utakuja kusema, ndo wataanza maneno, bosi anawapendelea watu fulani. Nafasi ambayo umeipewa ni kubwa mno, wewe itumie kisawasawa. Wekeza kwenye promo my brother. Siwezi leo kwanza kupiga Dvoice hajaenda international. Dvoice bado kuna vitu anatakuwa kutuaminisha kwanza hapa Tanzania Bongo ndani. Atuaminishe sisi mashabiki wa Bongo Flava ndani. Tukisha prove, tukishampitisha kwamba Dvoice hatukudai ndani, sasa tunakudai nje. Mimi najua kazi yako kwenye mikono salama, unaweza kufanya vitu vikubwa sana. So kama unaweza kufanya vitu vikubwa sana na upo kwenye lebo kubwa sana, hakikisha unaitumia lebo vizuri. So inawezekana vitu vingine Diamond hawezi kukuambia kwamba Dvoice bado hatujaanza kuingiza hela kwako, bado unapata hasara kwako, bado sijaanza kutengeneza pesa kupitia muziki wako. Vitu vingine hawezi kukuambia, lakini atakufanyia vitu ambavyo vitakufanya wewe ujiongeze. Atafanya vitu ambavyo vitakufanya wewe ujiongeze. Na kuletea bosi anakuletea mfanyakazi mwingine ana vitu viwili. Wewe umeshindwa kazi au anakuletea challenge mpya uboreshe kazi yako. So inawezekana ameona kwa Dvoice sijaanza kulipwa na ninavyoona muziki wake kunilipa bado ndachelewa sana. Ngoja nilete wasanii wengine nitengeneze pesa. Au Dvoice hana challenge.
Ngoja nikuletee vijana wengine wakupe challenge. So hiyo ni kwako my brother. Inawezekana wamekuja kama challenge kwako, lakini inawezekana pia haumfurahishi bosi kwenye kutengeneza pesa, kwenye muziki wako kutengeneza pesa. Yaani kama Divoice anatengeneza pesa ya kawaida ambayo mimi na uhakika kabisa haiwezi kufika level ya uwekezaji ambao umewekwa kwake. Nina uhakika huo. So maana yake ni kwamba hawa wanakuja brother kukupa challenge. Wakikupa challenge, sasa hapo watu wataanza kukuataki wewe. Divoice alishindwa, wenzake wamekuja wamefanya vizuri, hiyo inakuwa mbaya. Msanii anaweza katoka kwenye focus, msanii anaweza kapata pressure, msanii anaweza kapata depression, msanii anaweza kuwa anafanya kazi kwa stress. Ni vitu ambavyo lazima ujiandae kukutana navyo. Kweli, wakija kufanya vizuri, sisi tutaamini hivi, Divoice kweli biashara hii imefeli. Which is mimi naamini bado time ipo, kwa sababu wewe umebadilishwa kutoka Singeli kuja Bongo Flava. You have a time bro. Una muda wa kuboresha kazi yako. Una muda wa kufanya vizuri. Lakini fanya vizuri ukijua umeletewa changamoto mpya ambayo itakuja kukuchallenge. Haikukuchallenge kwenye uandishi, itakuchallenge kwenye mafanikio ya kimuziki. Kama watatoboa mapema, maana yake tutaona Divoice biashara imefeli. So mimi ni my brother.